Mwanafilamu darasa, karibu tena darasani tuweze kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu uigizaji, filamu, lakini pamoja na mambo mbalimbali ya sanaa. Mwalimu wako si mwingine bali ni director Steven Mapunda ndani ya Steven Mapunda Films. Kama bado haujasubscribe channel hii, naomba uweze kufanya hivyo. Libonyeze neno limeandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele, ibonyeze hiyo, itakuja neno all, bonyeza hapo kwenye neno all ili uweze kupata notification zote zinazohusiana na ufundishaji pamoja na masuala mbalimbali ya usuyo filamu ndani ya Steven Mapunda Film. Leo hii tunaendelea na mwendelezo wetu wa masomo kuhusu uigizaji, kuhusu sanaa, kuhusu filamu darasa. Ni maombi yamekuwa mengi sana baada ya filamu darasa kuweza kusitishwa kwa muda fulani, lakini kwa sasa tunarudi na tunarejea katika hali mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu kwelikweli katika masomo mbalimbali ya filamu. Kwa hiyo endelea kufuatilia nasi, basi mjulishe na mwingine kwamba director Steven Mapunda rasmi sasa amerudi kuweza kuendeleza darasa la filamu, darasa la uigizaji. Nilikuwa nimekaa kimya ili kuweza kukusanya maoni pamoja na mawazo ya wadau mbalimbali, vitu gani ambavyo wangependa kuweza kujifunza. Kwa hiyo kwa sasa nimerudi nikiwa na data muhimu kabisa, zile ambazo zinaweza zikakushibisha wewe msanii ambaye ulikuwa umekaa pembeni kwa kupata madarasa. Kwa sasa utakuwa unapata madarasa kulingana na maoni mbalimbali ya wadau ambao walikuwa wanahitaji kuweza kujifunza vitu vya aina gani katika uigizaji. Lakini kama wewe pia utakuwa una wazo au unahitaji aina ya masomo fulani ambayo ungependa kufahamu kuhusiana na masuala ya uigizaji, basi comment hapo chini kwamba director Steven, ningependa kujifunza jambo fulani na fulani. Basi tutaipitia comment yako, lakini pia tutaandaa somo ambalo linaweza likakusaidia zaidi. Lakini kama kutakuwa kuna somo ambalo lilishawahi kuwekwa katika chaneli yetu hii, tutakuelekeza somo mtarajiwa ambalo wewe ulikuwa unahitaji, basi uweze kulipata kwa urahisi zaidi. Leo hii tunakwenda kukuangazia kitu gani? Leo hii tunakwenda kukuangazia mwanzo kabisa wa sanaa. Sanaa ni nini? Tunaenda kuangalia maana ya sanaa, sanaa ni nini, lakini pia aina za sanaa, lakini pia tunakwenda kukuangazia pia katika hizo aina za sanaa sifa zake zipoje, kuna sifa ngapi katika hizo aina za sanaa, uhai wake kwenye sanaa upoje, lakini pia tutakwenda kugusia historia ya sanaa. Sanaa ilianza lini na ilianzia wapi? Haya yote utayapata kupitia hapa Steven Mapunda Film, kupitia program maalum ya filamu darasa Tanzania. Sanaa ni nini? Kulingana na mafundisho pamoja na vitabu mbalimbali ambavyo viliweza kuandika maana halisi ya neno sanaa, kuna sanaa maana mbili ambazo zimeweza kupata ukubwa zaidi, lakini kuna maana zaidi ya 3 hadi 5 za sanaa. Lakini kwa siku ya leo nitakwenda kukupitisha katika maana mbili za sanaa. Maana ya kwanza ya sanaa, walisema sanaa ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya mtu kwa hadhira. Sanaa ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia au mawazo ya mtu kwa hadhira. Huyu mtu ambaye anatajwa hapa inamaanisha kwamba ni msanii. Msanii ni nani? Msanii ni mtu ambaye anafanya kazi ya sanaa, anasanifu sanaa. Huyo anayesanifu sanaa anaitwa msanii. Kwa maana nyingine kwamba anaitwa msanaa, maana yake mtendaji wa kazi ya sanaa anaitwa msanii. Kwa hiyo katika maana hiyo, hebu iweke hivi kwamba sanaa ni nini? Sanaa ni ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira. Kwa ule ufundi ambao unatumika kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira, ndiyo inaitwa sanaa. Na hadhira ni nini? Hadhira
ni wale watu ambao wapo kwa ajili ya kuweza kupokea ile kazi ya sanaa ambayo inafanywa na msanii. Kwa hiyo sanaa kwa maana ya kwanza ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira, hiyo tunaita sanaa. Lakini maana ya pili ya sanaa tukasema sanaa ni uzuri wa umbo lililosanifiwa likasanifika na kuleta maana kwa hadhira. Sanaa ni uzuri wa umbo lililosanifiwa likasanifika na kuleta maana kwa hadhira. Hiyo ni maana ya pili ya sanaa, kwamba sanaa ni uzuri wa umbo. Kwa nini sanaa ni uzuri wa umbo? Sanaa ni uzuri wa umbo kwa maana kwamba kitu ambacho kimetengenezwa ili kiweze kuonekana, lakini kinaonekana katika uzuri, kinaonekana katika ubunifu, ambao ubunifu huo unakuwa umesanifiwa. Maana yake kwamba umefanyiwa ubunifu, umefanyiwa ufundi, ukasanifika. Na kusanifika maana yake kwamba umefanyiwa usanifu ukasanifika, maana yake umefanyiwa ufundi na ukaweza kuvutia ule ufundi uliofanyika. Alafu pia ufundi huo au ushiti huo katika ufundi unakuwa unaleta maana katika jamii. Hii nitakuambia kwa mifano uweze kuelewa zaidi. Kwa mfano, msanii ambaye anafanya kazi za sanaa anaamua kuchukua peni na karatasi akachora picha ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa la Tanzania. Akaichora ile picha. Baada ya kuichora ile picha, baada hapo akaichukua akaionyesha kwa jamii, akawauliza watu kwamba hii sura ni sura ya nani? Kwa hiyo watazamaji ambao wanamfahamu Nyerere katika mtazamo ambao walishawahi kuona picha zake au waliwahi kumuona live, kwa hiyo ina maana wakiona ile sura watasema sura hii ni ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kama itakuwa hivyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ina maana kwamba umbo limeweza kusanifiwa na limesanifika na kuleta maana. Kwamba maana ni nini? Maana ya msanii ni kuwasilisha wazo lake, aweze kuichora picha yenye sura ya Mwalimu Nyerere, na hadhira ikaweza kutambua, manake imeleta maana, ikatambua ile maana ya msanii ambaye alikuwa amedhamiria kuweza kuchora sura ya Mwalimu Nyerere, na hadhira ikaweza kupokea kuona kwamba kweli hii ni sura ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hiyo ndiyo sanaa. Lakini pia sanaa ni uzuri wa umbo likasanifiwa na kusanifika, kwa maana ya kwamba inaweza pia ikawa katika uwasilishaji wa uigizaji. Kwa mfano, wewe ukawa msanii unataka kusanifu jambo, kwamba unataka kucheza kama vile labda daktari, au unataka kucheza kama vile jambazi ambaye ana roho mbaya. Kwa hiyo unapovaa ule uhusika wa jambazi, unapovaa ule uhusika wa daktari, hadhira inapokuja kutazama, wakitazama wakisanifu ile ambacho umekifanya na kuweza kufananisha na kile ambacho kipo kwenye jamii, daktari halisi au jambazi halisi, wakiona kwamba kuna uhalisia, inamaanisha kwamba wewe msanii umeweza kulisanifu umbo likasanifika na likaleta maana kwa hadhira. Kwa hadhira ni jamii, ambapo nilisema kwamba hadhira ni watu ambao wanatazama kazi ya sanaa, au kwa lugha nyepesi hadhira ni mlaji wa kazi ya sanaa. Lakini yule msanii ambaye anafanya kazi ya sanaa katika sanaa ya maonyesho, huyo anaitwa fanani. Fanani ni yule mtu ambaye anafanya kazi za sanaa kwenye kuwasilisha kwa hadhira. Kwa hiyo fanani ni msanii ambaye anawasilisha kazi ya sanaa, na hadhira ni jamii ambayo inapokea kazi ya sanaa. Kwa hizi ndio maana mbili ambazo zimeweza kutumika katika sanaa, na watu wameweza kuzitafsiri kwa maana kama hizo, kwamba kwa nini imekuwa uzuri wa umbo ikasanifiwa na kuleta maana, lakini kwa nini sanaa ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira. Kwa hapo tulikuwa tunajaribu kuangalia maana halisi ya sanaa. Lakini sanaa kama sanaa ilianza lini? Sanaa kama sanaa ilianza lini? Lini ilianza sanaa? Sanaa ukija kufuatilia katika historia ya sanaa, sanaa ilianza
pale tu mwanadamu wa kwanza alipoumbwa ndipo sanaa ilikuwa imeanza, kwa sababu kwenye historia ukiangalia katika masuala ya fasihi unakuta kuna fasihi andishi na kuna fasihi simulizi. Fasihi andishi ilizaliwa kutoka kwenye fasihi simulizi, kwa maana ya kwamba fasihi simulizi yenyewe ilikuwa ikiwasilisha mawazo na hisia ya fanani kwa hadhira kwa njia ya masimulizi kutoka katika ubongo, kutoka katika kichwa, kutoka katika akili. Lakini baadaye wakati wakiwa wanasimulia wakagundua kwamba hii fasihi simulizi huenda ikapotea, kwa sababu mimi utakaponisimulia the way nitakapokuwa nimepokea nikaenda kuisimulia inaweza kupungua ladha, kwa sababu kuna vitu naweza nikaviongeza au kuna vitu nikaweza kuvipunguza. Wakagundua njia nyingine ya kwamba fasihi ili iweze kutunzwa isipotee, basi iweze kuandikwa. Kwa hiyo mtu alipokuwa akisimulia ikaanza kuandikwa katika magome ya miti, katika mawe. Baadaye ikaja teknolojia ya makaratasi, ikaanza kuandikwa kwenye karatasi, ndipo ikaja kuzaliwa sanaa ya fasihi andishi. Ambapo fasihi andishi hiyo sasa ndipo hapo unakuja kuona kwamba hii inakuwa sasa inakuwa recorded, inakuwa imetunzwa, kwamba mimi kama Steven Mafunda ninapokuwa natoa kazi ya fasihi simulizi, wewe utakokuja kurekodi kwa kuandika, ina maana kwamba zile hisia na mawazo ambayo nilikuwa nayafanya kwa kutamka, mtazamaji au hadhira ataipata kama ilivyo, ingawa anaweza akaikosa hisia ya fanani. Kwa mfano mimi ninaposimulia naweza nikasimulia katika hisia fulani, katika mwasilisho wa uso wa aina fulani, katika movement za aina fulani. Kwa hiyo yawezekana katika kuandika usije ukaona picha halisi ya fanani ikiwa inasimulia, lakini ukapata yale masimulizi kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo tunarejea katika historia ya sanaa kwamba sanaa ilianza lini? Sanaa ilianza pale mwanadamu wa kwanza alipokuwa ameumbwa. Hii vinasema kwamba sanaa, ukifuatilia vitabu vya dini vinasema kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa udongo. Alifinyanga mwanadamu kwa udongo akaweza kuwa mwanadamu, baadaye akampulizia pumzi akawa nafsi hai. Kwa hiyo ina maana kwamba katika uumbaji wa Mungu mwanadamu alifanya ufinyanzi. Ufinyanzi katika sanaa, sasa ndio unakuja kwenye aina za sanaa. Unakuta kuna aina ya sanaa nyingine, sanaa ya ufinyanzi ambayo tunaifanya kwenye kufinyanga vyungu, kufinyanga mwanasesere na vitu kama hivyo, magari ya kuchezea watoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sanaa ya ufinyanzi ilianzwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kwamba mwanzilishi wa sanaa ni Mungu mwenyewe, kwa sababu hata kuja kuangalia hata katika sanaa ya uandishi Mwenyezi Mungu ameweza kuandika vitabu vya dini, ameandika Biblia, ameandika Qur'ani kwa ajili ya wanadamu waweze kusoma, masimulizi ya mbinguni, masimulizi ya matendo mema. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba mwanzilishi wa sanaa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini sanaa ilianza pale mwanadamu wa kwanza alipokuwa ameumbwa. Kwa hapo ndipo sanaa iliweza kuanza. Kwa hiyo inawezekana kukutana na hili swali ukasema kwamba sanaa ilianza lini? Mwingine anaweza kusema kwamba sanaa ilianza karne ya 16, mwingine karne ya 13, mwingine wapi? No, sanaa ilianza pale mwanadamu alipoumbwa, kwa sababu kuna vitu ambavyo leo hii hatuwezi kupata evidence, hatuwezi kupata uthibitisho wa moja kwa moja, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia enzi ya Yesu alipokuwa akiishi, watu walikuwa wanabeba vikapu, watu walikuwa wanavaa nguo, watu walikuwa wanaendelea na maisha yao, watu walikuwa wanafinyanga. Kwa sanaa ilikuwepo, lakini hakuna ile evidence kuona kabisa kwamba hivi ya moja kwa moja, lakini watu walikuwa wanaishi na watu walikuwa wanabeba vikapu. Ukija kwa Mtume Muhammad kadhalika pia watu walikuwa wanaishi, watu walikuwa wanachonga vinyago, watu walikuwa wanachonga masanamu. Wakisoma hata vitabu vya dini wanachonga masanamu, wanafanya nini? Na ndio maana vitabu vya dini vikao vinatangaza usichonge sanamu ukaiabudu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sanaa toka enzi na enzi ilikuwepo. Kwa hiyo sanaa ilianza lini? Nilikuwa nataka nikupe jibu hilo la msingi kabisa kwamba sanaa ilianza mwanadamu wa kwanza alipoumbwa. Kuna aina ngapi za sanaa? Aina za sanaa zipo aina 3 za sanaa. Aina 3 za sanaa. Lakini katika hizi aina 3 za sanaa mara nyingi tumezoea kuzisikia aina 2, lakini leo nakwenda kukutajia aina 3 za sanaa.
Sanaa ya kwanza, aina ya kwanza ya sanaa ni sanaa ya maonyesho. Sanaa ya maonyesho ambayo katika Kiswahili kuonyesha maana yake ni kuonesha. Kuna mwingine anasema kwamba sanaa ya maonesho au sanaa ya maonyesho. Sanaa ya maonyesho, hii ni aina ya kwanza ya sanaa. Aina ya pili ya sanaa inaitwa sanaa ya uonesho. Sanaa ya uonesho au wengine wanaweza kusema sanaa ya uonyesho. Hii aina ya pili ya sanaa. Na aina ya tatu ya sanaa inaitwa sanaa za ghaibu. Sanaa za ghaibu. Hizi ni aina tatu za sanaa. Aina hizi tatu za sanaa zina maana gani? Sanaa za maonyesho ni sanaa za aina gani? Sanaa za uonyesho ni sanaa za aina gani? Na sanaa za ghaibu ni sanaa za aina gani? Basi endelea kufuatilia Filamu Darasa, tutaendelea kukudadavulia katika kipindi kinachofuata kuona aina hizi za sanaa. Sanaa za maonyesho, sanaa za uonyesho na sanaa za ghaibu ni sanaa za aina gani, na historia yake, na vitu vya msingi ambavyo vinaunda sanaa za maonyesho, na vitu vya msingi ambavyo vilisababisha sanaa ya asili ya Afrika kuweza kupotea na kuweza kuingia kwenye drama ili kuwaje. Kwa hapa utakwenda kupata historia kamili kabisa ya kuhusiana na masuala ya sanaa. Hadi kipindi kingine, mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa nakuletea Filamu Darasa Tanzania. Kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ndani ya Steven Mapunda Film. Hadi wakati mwingine, bye bye.